Akitoa hotuba katika kikao hicho kilichoandaliwa na mfuko wa bima ya afya mkoa wa Rukwa, Msalika Makungu ameweka wazi kuwa dhamira ya serikali ni kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya na kusisitiza kutumia njia jumuishi ili elimu ya bima ya afya kwa wote iwafikie wananchi kwa urahisi. Katika kuhakikisha utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote, kuhakikisha kwamba mpango huu au utekelezaji wa sheria hii unaeleweka vyema kwa kila Mtanzania, unaratibiwa vizuri na unapata uungwaji mkono wa wadau wote. Kuzingatia kanuni hizi, tunapotekeleza bima ya afya kwa wote, tunajenga mfumo imara, endelevu na unaozingatia utu wa mwananchi, huku tukihakikisha huduma za afya zinapatikana kwa wote kwa wakati na kwa ubora unaostahili. Katika kutekeleza, Wizara ya Afya na TAMISEMI imeamua kulichukulia kuunga mkono wa Mheshimiwa Rais. Kwanza tukutane na wamiliki na watoa huduma ili tupeane elimu jinsi gani ya kutekeleza mfuko wa afya, bima afya kwa wote. Ndio maana tumewaita mainchaji wote katika mkoa wetu. Tumewaita wakurugenzi ambao mnafahamu mamlaka yao, waheshimiwa ma-DC, makatibu tawala, ili tuwe na ufahamu wa pamoja. Na hili zoezi halitaishia hapa tu. Hili ni kupa kwanza, baadaye tutakutana na watu ambao wanaweza kutusaidia katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na uelewa pamoja. Utekelezaji wa mpango huo wa bima ya afya kwa wote ni ahadi aliyoiahidi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika siku 100 za kwanza za uongozi wake kipindi cha pili, ambapo kaimu meneja wa mfuko wa bima ya afya taifa na mkoa wa Rukwa Bi Sara Adebe anaeleza namna ambavyo wamejipanga kuhakikisha zoezi hilo linakuwa na ufanisi, wawakilishi wa wananchi wakipongeza serikali kwa hatua hiyo. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika siku zake, katika awamu yake ya pili, aliahidi kwamba ndani ya siku 100 za kwanza atahakikisha wananchi wanaanza kupata huduma ya bima ya afya. Sasa sisi kama bima ya afya ambayo tumepewa jukumu hili au niseme dhamana ya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma ya bima ya afya, kama mkoa sisi tumejipanga kushirikiana na wadau mbalimbali. Kama mlivyoona leo tumeanza, kwa hiyo hakutakuwa na changamoto aina yoyote wala usumbufu aina yoyote, na tumehakikisha kwamba zile huduma zote za msingi zitakuwepo, kwa hiyo changamoto hiyo haitakuwepo. Kama kiongozi wa ngazi ya mkoa, kwanza nimefurahishwa na hili jambo la bima ya afya kwa wote. Ni jambo ambalo litaleta ukombozi kwa wananchi. Wananchi wa Tanzania wana asilimia kadhaa ya umaskini, na ili jambo hili kama litakwenda vizuri, itakuwa kweli serikali imepatia. Bima ya afya kwa wote isimamiwe kwa uwazi na ukweli, ili hawa Tanzania waweze kupata huduma ya afya. Nafikiri mfumo mzuri na ni mpango mzuri mliopanga. Mimi naunga mkono. Kwa niaba ya machifu wa mkoa wa Rukwa, mimi naunga mkono 100%. Kwa hiyo wito wangu ni huo, kuelewesha wananchi wajue nini maana ya mfumo, wajue hao wananchi waweze kutambua jinsi gani ya kufanya, na hawa wauguzi wao wanatoa dawa kulingana na ugonjwa wa mtu, ambao sio kwamba ondoke au na pesa ziada kwenda kununua. Watapata wapi wananchi walio wengi? Pamoja mama anatoa pesa za kuwakopesha wananchi, lakini zile ni kwa ajili ya kujikimu na kujiendeleza kwa mambo mengi, kusomesha watoto, kilimo, uvuvi na shughuli nyingine. Lakini juu ya afya, hapana. Wanapochangia basi serikali isimamie na wauguzi watoe dawa mwafaka kulingana na mazingira aliyonayo. Kwa hiyo tunashukuru sana kwanza kwa ujio wa jambo hili ambalo tunaona kwamba ni jambo jema sana na jambo zuri ambalo litaweza kwenda kusaidia